wa kipindi cha Januari hadi Machi 2026, ambapo katika kipindi hicho tumefanikiwa kurejesha serikalini jumla ya shilingi 167 milioni 725,810 kupitia ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo, uchunguzi na mashtaka. Kati ya kiasi hicho, shilingi 56 milioni 548,000 zimerejeshwa kupitia ufuatiliaji wa ukusanyaji wa mapato kwa njia za mashine za elektroniki za POS katika halmashauri za Manyoni na Iramba. Fedha hizo hazikuwasilishwa benki kwa wakati kama ambavyo inatakiwa kwa mujibu wa taratibu za ukusanyaji na uwasilishaji wa mapato ya umma. Baada ya uchunguzi wa TAKUKURU kuanza, hawa wakusanya mapato, hawa watumiwa wetu walianza kurejesha fedha hizo kwenye akaunti za halmashauri husika. Uchunguzi bado unaendelea ili hatua stahiki zichukuliwe kwa mujibu wa sheria. Hapa labda sasa niwakumbushe na nitoe wito kwa wale wote ambao wana wajibu wa kukusanya mapato. Wanapopewa zile mashine, wao ndio ambao wameandikishwa, wao ndio wana wajibu kuhakikisha kwamba wanapeleka zile fedha benki. Wamekuwa na tabia ya kuzipeleka zile fedha kwa watu wengine, lakini mwisho wa siku wanapokuja kubanwa, hawa watu wengine wanawaruka. Mwisho wa siku liability, wajibu ni wao huko kwao. Kwa hiyo wakumbuke kwamba wanapaswa kuwasilisha fedha hizo benki na kuzuia matumizi ya fedha ambazo ni mbichi. Vile vile tumefanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo na katika ufuatiliaji huo tumeweza kurejesha shilingi 76 milioni 729,768 kutokana na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo 28 ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 8.2 katika sekta za elimu, afya, barabara, utawala na maji kama ifuatavyo. Shilingi 15 milioni 620,739 zilipwa kwa zabuni kwa ajili ya kusambaza vifaa vya ujenzi, lakini vifaa hivyo havikufikishwa kwenye maeneo ya miradi. Baada ya ufuatiliaji wetu, vifaa hivyo vyenye thamani hiyo viliwasilishwa kwenye miradi husika. Hapa nitoe wito kwa wazabuni, wakandarasi, watu ambao wanapewa kazi, wanapewa fedha za umma ili wapeleke vifaa kwenye maeneo ya miradi. Hawa baadhi yao wanasababisha miradi inachelewa, sababu wanachukua fedha alafu hawapeleki vifaa. Lakini ni vyema vile vile kwa wasimamizi wa miradi waendelee kukumbuka kwamba wanapaswa kulipa baada ya kupokea vifaa na sio vinginevyo, kwa sababu hii ni hatari sana. Maana wengine anachukua hela anaenda kuitumia kwa mipango yake mingine, haleti, kwa hiyo miradi inakuwa inachelewa. Vile vile shilingi 36 milioni 795,642 zilipo kwa zabuni baada ya kusambaza vifaa vya ujenzi visivyo na ubora ulioelekezwa kwenye mikataba katika miradi mbalimbali. Na ufuatiliaji wetu, baada ya ufuatiliaji wetu ndipo wazabuni hao walibadilisha vifaa vile ambavyo vilikuwa havina ubora, wakaleta vifaa stahiki kwa mujibu wa mkataba. Na mfano mmoja wapo ni kuna shule moja kwenye halmashauri ya wilaya ya Singida ambapo kuna mabati yalipelekwa pale yakawa ni geji 30 baada ya geji 28, yameshafungwa kabisa kwa mabati, yana thamani ya shilingi milioni 19.3. Ufuatiliaji wetu ukawezesha wale bwana akatoa yale mabati, akafumua, akaweka mapya yale ambayo yanastahili. Kwa hiyo ni vyema wazabuni wazingatie mikataba ambayo wanaingia. Wanachukua fedha wengine ambazo ni za thamani ya kile kifaa ambacho kilikuwa kinatakiwa. Anaweka kifaa ambacho ubora wake ni wa chini, ambapo na thamani yake ni ya chini. Kwa hiyo wanakuwa wanaibia serikali, na hayo ni makosa ya rushwa. Vile vile shilingi milioni 3.5 zilitolewa kama masurufu maalum katika mradi wa ujenzi wa madarasa katika shule ya sekondari Kitinku iliyopo halmashauri ya Manyoni, na hazikuwa na nyaraka za kuthibitisha matumizi yake. Baada ya ufuatiliaji wetu, fedha hizo zilirejeshwa kwenye akaunti ya shule. Pia
ziko shilingi 17,195,843 za ongezeko ya kodi za ongezeko za thamani yani VAT, ambazo zilibainika katika ufuatiliaji wetu kwamba zimepotea baada ya wazabuni kuwasilisha stakabadhi za kubushi za EFD na wakalipwa. Baada ya ufuatiliaji, wazabuni waliwasilisha stakabadhi ambazo ni halali zenye makato sahihi ya VAT. Pia shilingi 3,617,544 za kodi ya zuio zilikatwa kwenye malipo ya wazabuni waliosambaza vifaa vya ujenzi katika miradi mbalimbali ya maendeleo pasipo kuwasilishwa kwenye mamlaka ya mapato Tanzania TRA, na hao watu waliziwasilisha baada ya ufuatiliaji wa TAKUKURU na fedha hizo zikawasilishwa TRA kwa mujibu wa sheria. Katika eneo la uchunguzi na mashtaka, tumeweza kufanikiwa katika shughuli zetu kuwezesha kurejeshwa shilingi 34,448,042 kutokana na chunguzi za tuhuma mbalimbali za ubadhirifu wa mali za umma. Aidha, malalamiko 95 yalipokelewa katika kipindi hicho cha miezi mitatu, na kati ya hayo 51 yalihusu vitendo vya rushwa na 44 ya kuhusu vitendo vya rushwa, ambapo yale yaliyohusu vitendo vya rushwa tunaendelea na uchunguzi na mengine tumeshakamilisha, lakini yale ambayo hayakuhusu vitendo vya rushwa wahusika walishauriwa ipasavyo au kupelekwa katika maeneo mamlaka husika ambazo wana wajibu wa kushughulikia malalamiko yao. Katika hizi fedha za ambazo tumeziokoa ni pamoja na fedha ambazo kuna watumishi walipaswa kusafiri katika halmashauri ya wilaya ya Iramba, wakapaswa kusafiri wakachukua hela milioni 14.3 hivi, hawakusafiri, wakaja wakakaa muda mrefu sana, kusafiri hawajasafiri, na wengine walikuwa ni madiwani mpaka na muda wao umeisha, mpaka tumefuatilia ndio fedha hizi zikarejeshwa. Kwa hiyo pamoja kwamba tunasema kuna wazabuni ambao wana tabia ya kuchukua ya serikali alafu waleti vifaa, lakini hata na sisi kuna watumishi wa umma ambao nao tunachukua ya serikali hatutumii kama ambavyo inapaswa, na taratibu inasema kama imetokea sababu yoyote kama ukutumia unapaswa urudishwe kwa muda, uirejeshe serikalini kwa muda, ndani ya muda maalum. Lakini ninaamini bila ufuatiliaji wetu hizi fedha zilikuwa tayari zishapotea. Vile vile katika kipindi hicho katika eneo la mashtaka tulifanikiwa kufungua mashauri 6 mapya mahakamani na mashauri 3 yalitolewa uamuzi wa mahakama na yote jamhuri ilishinda. Katika eneo la elimu kwa umma, kufuatia juhudi za kuhamasisha wananchi kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa, ofisi yetu TAKUKURU imefanikiwa kuongeza uelewa wa jamii na kuimarisha mwitikio wa kutoa taarifa ya vitendo vya rushwa. Na katika kipindi hicho tumefikia makundi 40 kati ya makundi 50 ambayo yametambulika na ofisi. Tulikuwa tumeshajiwekea taratibu tukatambua makundi mbalimbali. Katika mkoa mzima kuna makundi 50 na katika kipindi hicho tulifanikiwa kufikia makundi 40, ambapo jumla wananchi 79,465 walifikiwa kupitia semina 76, uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 106 katika shule za sekondari, shule za msingi pamoja na vyuo, mikutano ya hadhara 53 ambayo mikutano ya hadhara tunafanya mikutano ya hadhara pamoja na wakati mwingine tunafanya katika mikusanyiko mbalimbali kwenye minada, kwenye masoko, vipindi vya redio 4 na maonesho 12. Ndugu zangu, TAKUKURU katika kipindi hichi cha robo hii ya Aprili mpaka Juni imejipanga kuendelea kuimarisha uzuiaji wa vitendo vya rushwa kwa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kwa kuwafikia na kushirikiana makundi mbalimbali ya wadau ili kujenga usawa na tabia ya kuichukia rushwa. Vile vile katika kipindi hichi tutahakikisha kwamba tunaweka nguvu katika programu ya TAKUKURU Rafiki ambayo wananchi wanashirikishwa katika kuibua kero na kutafuta suluhisho wa kero zao. Kero ambazo zisipofanywa kazi zinaweza kupelekea uwepo wa vitendo vya rushwa. Wito wangu ni kwamba wananchi washiriki katika programu hizo za TAKUKURU Rafiki ambazo zinaendelea katika wilaya zetu zote za mkoa wa Singida. Mwisho, TAKUKURU mkoa wa Singida inawakaribisha na kuhamasisha wananchi kuendelea kushirikiana nayo kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa ili kwa pamoja tujenge jamii yenye uadilifu, uwazi
na uwajibikaji kwa ajili ya ustawi wa wananchi wote. Na tukumbuke kwamba rushwa hailipi, na kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu. Tutimize wajibu wetu.